Wapiganaji wa Kihouthi kutoka nchini Yemen baada ya kushambuliwa katika uwanja wao wa ndege huko Yemen wameamua kulipa kisasi na wameendeleza mashambulizi yao ya makombora ya balistiki dhidi ya Israel. Kundi hilo linajaribu kuweka kiwango cha takribani kila siku cha milio ya roketi huko Israel. Mnamo Mei 4 kombora la Wahouthi lilianguka karibu na uwanja wa ndege wa kimataifa wa Ben Gurion, lakini pia kundi hilo kwa kutumia makombora yake ya Palestine 2 limeweza kupenya ulinzi wa anga wa Israel, ulinzi wa THAAD uliotoka nchini Marekani, lakini na ule wa Iron Dome wa nchini Israel. Hata hivyo, Wahouthi wameendelea kujivunia mafanikio mapya katika mashambulizi yao. Wapiganaji hao wa Kihouthi wamerusha makombora huko Israel mnamo siku ya jana na hata leo asubuhi baada ya Israel kushambulia huko Sanaa, moja kati ya viwanja vya ndege vilivyopo Yemen. Israel siku ya jana ya Mei 27 jioni na leo asubuhi ving'ora vimesikika karibu na bahari ya Chumvi, lakini mnamo Mei 25 kengele za ving'ora zilisikika huko Yerusalemu na maeneo mengine ya ukingo wa Magharibi. Siku mbili mapema ving'ora vilisikika kote Tel Aviv. Hata hivyo, kombora leo limerushwa Israeli ya kati na Yerusalemu, lakini pia kulikuwa na mashambulizi mnamo Mei 22, Mei 18, Mei 15, 14, 13 na hata Mei 9. Na shambulio la tarehe 4, mfumo wa onyo wa mapema wa Israel umeboreshwa wakati huu na unawapa watu muda zaidi wa kutafuta makazi kwa kukimbia eneo ambalo limekuwa na athari kabla ya kengele kupiga. Walakini mamilioni ya Waisraeli wanaendelea kuwa watumwa katika ardhi yao kutokana na mashambulizi yanayofanywa na Wahouthi wa Yemen. Wahouthi wamesema kwamba walirusha makombora mawili yakilenga uwanja wa ndege wa Ben Gurion na lengo lingine muhimu huko Tel Aviv, kulingana na makamanda wakuu wa Kihouthi mnamo siku ya jana na hata leo asubuhi. Jeshi la Yemen limefanya mashambulizi mawili ya makombora katika uwanja wa ndege wa Ben Gurion na shabaha nyingine muhimu huko Tel Aviv. Hii ni kwa mujibu wa msemaji wa Brigedia Jenerali Yahya Saree, ambaye ameeleza hayo kulingana na vyombo vya habari vya IRNA vya Iran. Wapiganaji wa Kihouthi wamedai kuwa walikuwa wakilipiza kisasi kwa mauaji ya halaiki huko Gaza na kitendo cha Israel kufanya mashambulizi ndani ya uwanja wa ndege wa Sanaa, lakini pia kuvamia kwa msikiti wa Al-Aqsa siku ya Jumatatu, kitendo kilichofanywa na Wazayuni huko nchini Israel. Hii ilikuwa ni kumbukumbu ya matukio yanayozunguka siku huko Yerusalemu. Wahouthi wameapa kwamba watakula sahani moja na utawala wa Benjamin Netanyahu hadi pale atakapoachana na mpango wake wa kuwashambulia wa Palestina waliopo huko katika ukanda wa Gaza. Israel imeanzisha mashambulizi mapya wakati huu na imezingira maeneo mengi huko katika ukanda wa Gaza na kusababisha vifo vya watu wengi zaidi. Mauaji ya kimbari dhidi ya ndugu zetu katika ukanda wa Gaza pamoja na kuzingirwa na njaa ni uhalifu ambao haujawahi kutokea katika historia ya wanadamu. Hii inalazimu watu wote walio huru kutoka kwa taifa letu na dunia kuchukua hatua kutetea haki, kutetea ubinadamu na kutimiza wajibu wao kwa watu wanaodhulumiwa na wa Palestina, alisema Yahya Saree, msemaji wa jeshi hilo. Lakini je, makombora ya balistiki ya Wahouthi ya Palestine 2 ni makubwa kiasi gani kutokana na mashambulizi yao? Kundi hilo ambalo linafanya mashambulizi kwa kutumia makombora ya Palestine 2 hypersonic ballistic, lakini pia kwa kutumia ndege zisizokuwa na rubani na makombora mengine tofauti, inaelezwa kwamba makombora hayo wakati huu yamekuwa yakiwatesa sana wa Israel katika nchi yao ya Israel. Miongoni mwa makundi huko nchini Israel wanasema operesheni hizi zimekuwa ni operesheni zinazosababisha taharuki na kusababisha kutofanyika kwa shughuli za kibinadamu za maendeleo, kwani wakati ambapo wanasikia ving'ora wanalazimika kuingia katika maeneo ambayo ni salama zaidi, hasa maeneo yenye mahandaki ambapo Israel inadaiwa kwamba imejenga mifumo hiyo kwa ajili ya kuwalinda raia wake. Usisahau kucomment kadhalika na kusubscribe chaneli hii ili upate habari hizi kwa mapana hapa The World News. Naitwa Adam Hussein, endelea kuwa nasi wakati wote.